Wanakwambia siku zote aliyeua kwa bunduki basi atakufa kwa bunduki, aliyeua kwa upanga atakufa kwa upanga. Stori kamili inavyoanza. Ilikuwa siku moja Chidi akiwa busy na kazi za hapo shambani, akiwa anafeka majani kwani ulikuwa ni msimu wa kilimo. Hafla alishangaa kuona kitu kinameka mithili ya dhahabu. Aliamini moja kwa moja ni dhahabu. Alipiga kelele na kumuita ndugu yake aliyekuwa wote shamba, aliyefahamika jina la Ndogi. Ndogi alishangaa, akamwambia hebu tuitazame kwa umakini. Basi bwana walienda pembeni ili kuupata umakini huo kutambua kama ni dhahabu. Basi alivyogundua kuwa ni dhahabu, Ndogi alileta tamaa na kuanza kumwambia mwenzake kuwa alipaswa yeye kwenda mjini kuibadilisha dhahabu hiyo. Lakini mdogo wake aligoma. Basi alifanya maamuzi ya kumkaba na kumtoa uhai, ili mradi tu amiliki peke yake. Ama kweli kwenye pesa hakuna undugu. Aliweza kumaliza ndugu yake na baadaye alianza kupata majuto kuwa hivi ni kweli ameua. Hakujiuliza mara mbili, aliamua kukimbia. Alikimbia kutoka kijijini na wazo lilimwijia elekee mjini kwenda kubadilisha dhahabu hiyo. Basi bwana alipofika mjini alikuwa mshamba wa magari, hawezi hata kuvuka barabara. Alikuwa muoga kweli kweli. Alifanikiwa kuvuka barabara kwa mbio za ajabu. Ndugi alikuwa kituko kwa wazawa kutokana na ushamba wake kushindwa kuvuka barabara. Ndugi alitembea kuna kule na sielewe wapi pa kuelekea, akiwa hana moja wala mbili. Ndugi alikuwa ni mgeni na haelewi wapi pa kuelekea. Basi alikutana na watu wawili. Aliamua kuwasimamisha na kuwaulizia, "Je, sehemu ambayo unaweza kupata guest ni wapi?" Walimuelekeza kuwa ukishuka moja kwa moja huko chini unaweza kupata sehemu ya nyumba ya wageni. Hali ya mjini machinga wa hapa na pale ambao walikuwa wakitafuta vipesa vyao. Basi Ndugi alifanikiwa kukutana na mtu mmoja alikuwa ni machinga. Machinga alianza kumpromo pale na kumuelezea juu ya bidhaa yake aliyokuwa akiitembeza. Lakini Ndugi alikuwa sio mhitaji wa nguo. Basi alimwambia asante sana ndugu yangu. Ndugi baadaye aliamua kurudi na kumwambia kwa ndugu yangu, na uhitaji wa sehemu ya kwenda kuishi. Nimetoka kijijini na hapa sina ndugu, ila nilikuwa naomba unisaidie kwa siku ya leo tu niende nikakae kwako. Basi baadaye nitatafuta sehemu ya kuelekea. Jamaa alikataa kwa sababu alikuwa muamini mtu yote, maana hapa ni mjini. Ndugi aliendelea kujielezea na akasema kuwa atampa kiasi cha pesa amhifadhi kwa mchana wa leo tu, apate sehemu ya kupumzika maana amechoka. Basi walikubaliana. Unajua bana vijana wa mjini kwa pesa. Aliamua kumchukua. Walienda moja kwa moja hadi nyumbani. Walifika mpaka nyumbani, alimkaribisha mgeni wake na kumwambia karibu, jisikie kama upo nyumbani. Moja kwa moja Ndugi alikuwa mpole na alikaa chini. Alipotaka kulishika begi lake, Ndugi alikuwa mkali kama mbogo na kumwambia hapana ndugu yangu asante. Basi Monster alianza kumpigisha stori za hapa na pale na kumuuliza kwani umetokea wapi. Ndugi alianza kujielezea, nimetokea huko mkoani Katavi, Kalumbi, kijiji cha Kalumbi. Nimekuja huku nilikuwa na shida, lakini acha nikwambie ukweli ndugu yangu, hapa nilipo na madini. Sasa sijui wapi nitaenda kubadilisha. Monster alivuta umakini na kumsikiliza. Akamwambia hebu nionyeshe hayo madini. Monster aliamini kuwa kweli ni madini na akamwambia basi nipe dakika moja nikamtafute kiongozi ambaye anahusiana na masuala hayo. Sasa alikuwa akitembea na furaha. Moja kwa moja alifika maskani, sehemu ambayo alikuwepo Biltozi pamoja na Kangalo. Aliwaelezea hali iliyokuwepo getoni kwake. Kipindi imejilaza, alishangaa watu wameingia, tena watu tofauti. Wakatoa visu, wengine wakatoa bastola. Alianza kushangaa, kaanza kumwambia kuwa tumepata taarifa kuwa una mzigo wetu, naomba utoe. Nduki lilimkuta jambo na asielewa afanye nini. Inaendelea, usichoke kufuatilia.